Ujasusi wa Ukraine umesema Urusi inapanga kuongeza uzalishaji wa silaha, hasa mabomu ya grid, mabomu yanayoruka kwa kuteleza hewani, na malengo mapya ya mwaka 2025 ni kutengeneza mabomu 100,000 na 20,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mabomu ya grid yanafahamika kama silaha rahisi zaidi kutumiwa, lakini hatari zaidi. Kwa kawaida hutengenezwa kutoka mabomu ya zamani ya Kisoviet kama Fab 500 yanayoongezewa teknolojia ya uongozaji ili yawe sahihi zaidi. Ni nafuu kwa Urusi kutengeneza silaha hizi kuliko makombora, na ni vigumu kuyazuia. Mara nyingi huzinduliwa kutoka ndege za kivita ambazo hubaki ndani ya ardhi ya Urusi, na hivyo Ukraine inapata ugumu kuyapiga ama kuyazuia kabla hayajafika katika anga la Ukraine. Ukraine inasema Urusi inarusha mabomu 200 hadi 250 kila siku. Hapo awali ilikuwa wastani wa mabomu 170. Pia Urusi imeongeza uwezo wa mabomu haya kutoka kilomita 90 hadi kilomita 200 na inapanga kufikia kilomita 400. Ukraine inaamini Urusi inapanua mashambulizi ili ijipatie nguvu kwenye mazungumzo yoyote ya amani yatakayokuja. Hayo yanakuja wakati Urusi ikiwa imerusha wimbi kubwa la makombora na drone dhidi ya Ukraine, ambapo watu 6 wameripotiwa kuuawa katika mji wa Kiev na 2 katika mji wa Odessa. Wakati huo, Rais Zelensky wa Ukraine ameita shambulio hilo kuwa ni shambulizi lililopangwa kwa makusudi. Ukraine nayo pia imesema drone zake zimepiga maeneo ndani ya Urusi, ikiwa ni hatua ya kujibu mapigo ya mashambulizi ya Urusi na kupiga maeneo kadhaa muhimu, yakiwemo maeneo ya bandari muhimu ya mafuta kwenye Bahari Nyeusi. Makombora mazito ya Urusi yameripua katika mji wa Kiev, wakazi wakihofia maisha yao. Mashambulizi ya Iskandar na Kalba yamesababisha uharibifu mkubwa ndani ya Ukraine katika mwendo wa masaa 24 yaliyopita. Mashahidi wanasimulia majanga na vifo. Mmoja wa mashahidi hao amesema ni miujiza kuokoka ama kupona kutokana na mkururo wa mashambulizi ya Urusi ambayo yamekuwa yakisababisha majengo na miundombinu mingine muhimu kuharibiwa vibaya. Katika mji wa Odessa, droni ilipiga soko na kusababisha moto kwenye kituo cha nishati. Zelensky amesema Urusi ilitumia droni 430 na makombora 18, mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi tangu vita ianze. Ukraine imesema imejibu kwa kutumia makombora yake marefu ikilenga bandari ya Novorossiysk na kusababisha kusimama kwa usafirishaji wa mafuta. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.